Ikiripotiwa na Manazil Online TV, viongozi wa dini kamati ya amani mikoa minne, Mwanza, Simiyu, Musoma na Shinyanga wakutana mjini Bariadi kuzungumzia tunu ya amani katika nchi yetu ya Tanzania. Na hapa wakiwa na machache ya kusema. Mimi ni Abubakari Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Sheikh Isa Kwezi, Sheikh wa mkoa huu wa Simiyu na ni mwenyekiti pia wa kamati ya amani mkoa wa Simiyu. Binafsi nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli tumepata katika mkutano huu tumepata semina nzuri sana. Tumepata semina nzuri sana iliyokuwa ikihusu tunu za taifa. Mimi binafsi nimeona laiti kama watu wakiziishi vizuri tunu hizi za taifa, basi itakuwa ndio suluhu ya kila jambo ambalo ni mahitaji ya Watanzania iwapo kama wataweza kuziishi. Lakini kama haitoshi ni kwamba walioziasisi hizi waliasisi jambo kubwa sana ambalo ukiangalia hizi tunu zilivyopangika zinasuluhisha kila kitu. Lakini kama mwenyeji wa tukio hili ambalo limefanyikia hapa mkoani kwetu Simiyu, kuna maazimio ambayo yametolewa baada ya mkutano huu, ikiwemo kuhakikisha kwamba elimu hii ya tunu za taifa inaweza kuwafikia mpaka watu wa chini, kwa maana ya watu walioko mawilayani, walioko kwenye kata, kwa sababu yote hii ndiyo jamii ambayo inaunda taifa la Tanzania. Kwa kama sisi ambao tumekuwa wenyeji wa kikao hiki na jukumu ambalo tumefikia na maazimio tuliofikia ni kuhakikisha elimu hii inaweza kusambaa na kuwafikia Watanzania walio wengi, kwa sababu tumefaidika. Hatukuwa tunajua kama kuna vitu kama hivi vya tunu za taifa, na wengi ukiwauliza labda wangefikiri tunu ndio alama labda za taifa, wangekutajia alama badala ya kutaja vitu kama ambavyo tulivyoweza kuvipata kwenye semina hii, ikiwemo utu, wajibikaji, uzalendo, uwazi, vitu kama vyote hivyo ambavyo vimezungumzwa katika tunu za taifa. Mimi nakushukuruni sana kwa mahudhurio, kwa sababu ilikuwa ni mikoa takriban minne, ilikuwa hapa Mara, Shinyanga, Mwanza na Simiyu. Watu wengi wamefaidika, na hasa ukizingatia semina hii ilikuwa imelenga makundi mbalimbali kiwemo bodaboda, mama ntilie, watu wa vyama vya siasa, watu wa machinga, lakini wazee, machifu. Kwa hiyo ni watu ambao tayari wamepata elimu, na hii elimu itakwenda kusambaa katika makundi yaliyo mengi sana. Asante. Shukrani sana. Kama unavyojua tunaelekea kwenye uchaguzi. Kama viongozi wa dini sisi kama viongozi wa dini tunapenda kutoa ushauri na maoni juu ya uchaguzi mkuu wa 2020-2025. Tunasema kwamba mara zote unapoingia uchaguzi kunakuwa na joto. Kuna joto linaongezeka la kisiasa. Hili joto tukiacha likapanda sana, huwa linaweza likatupotezea amani ambayo siku zote tumekuwa tukiimba na kuihitaji. Kwa hiyo kinachotakiwa sisi kama viongozi wa dini ni kuhakikisha lile joto sisi tunalibalance, kuhakikisha tunakaa katikati na tunakuwa suluhu za pande zote mbili. Mimi ninachowahusia viongozi wa dini wajiepushe na kauli ambazo zitaweza kuchochea joto kupanda. Badala yake watoe kauli ambazo zitaweza kuwa balance hawa wanasiasa, ili tuweze kupita kwenye uchaguzi kwa salama. Kiongozi wa dini hutakiwi kuwa shabiki wa chama. Kiongozi wa dini hutakiwi kuwa mwanachama wa chama cha siasa. Sasa utakapotoa kauli ambazo zinaonyesha wewe ni shabiki na saa nyingine umebase moja kwa moja upande fulani, basi unaweza ukakosa sifa za kuwa msuluhishi baina ya hawa wanasiasa. Tunachotakiwa sisi viongozi wa dini ni kusimama katikati, kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri na bila mihemko yoyote ambayo inaweza ikatusababishia ukosefu au uvunjifu wa amani. Asante. Kwa majina naitwa Askofu Robert Bundara, katibu mwenza kamati ya amani mkoa Mwanza. Kwanza kabisa napenda kushukuru viongozi wa mkoa wa Simiyu, kamati ya amani ya mkoa ambayo imeweza kuita makundi mbalimbali kuja kujumuika. Lakini sisi kama kamati ya amani mkoa wa Mwanza tuliweza kuona jambo hili kuwa ni jema
la kuelimisha jamii kuhusu tunu za taifa, na hizi tunu tumezisema hizi tunu 7, lakini lengo kubwa kwa nyakati hizi tunazoelekea uchaguzi kuhakikisha kwamba amani inalindwa na haki inatendeka kipindi hiki cha uchaguzi, kwa sababu wakimbiao ni wengi lakini wanaopokea tuzo ni mmoja, na Biblia imesema kura huondoa mashindano. Kwa hiyo watu wengi wanapopitia hali za uchaguzi, wakati mwingine wanajikwaa, wengine wanaumia, wengine kusema kuonewa, lakini pia watakapopokea matokeo ya uchaguzi basi wakubaliana nayo. Na ndio maana tunajaribu kuzungumza habari za tunu ya taifa letu, kujua kwamba tunaishi pamoja, tunakula pamoja, tunacheza pamoja, wote ni Watanzania. Kwa hiyo Watanzania basi tudumisha amani ya taifa letu ambayo imeanzishwa toka kwa baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na awamu zote zimekwenda mpaka leo tuna Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na tunaamini kwamba mambo yataenda vizuri. Asante sana. Asante sana. Na tunajua kwamba kuna kizazi kinaongezeka, kizazi hata kizazi. Na sisi tumekuwepo, lakini sasa tunaonekana wazee, lakini tumekuta wazee wakiwepo, na wazee wametufundisha hasa uzalendo wa kupenda taifa letu la Tanzania, maana hatuwezi kupata taifa lingine tofauti na Tanzania. Lakini pia kuheshimu wazazi, hata kama sio baba yako, sio mama yako, lakini umheshimu. Ndio maana Biblia inasema mheshimu baba yako na mama yako upate miaka mingi na baraka duniani. Lakini pia kuishi maisha uadilifu, wasiige mitindo ya nje, maana mitindo ya nje unaweza ukaiga kumbe kitu kile hakiko kwenye maadili. Kwa hiyo tunatamani sana kizazi tulichonacho ambacho kinaitwa Gen Z, wakati mwingine akijaona mambo yaliyotokea nyuma na amani iliyokuepo, wao wanaiga mitindo ya nje, na wakati mwingine wanaweza kusababisha kuondoa amani. Kwa hiyo naomba sana kizazi hiki, watoto wetu hawa 2000 na wengine wanaoendelea kuzaliwa, wazidi kulinda uzalendo wa taifa lao na kuwa waadilifu, lakini kuhakikisha kwamba wanakuwa na umoja na kusimama katika maadili ya Kitanzania. Na nikiwa Mtanzania ninavyo vitu ambavyo naviona kama ni kipaumbele, hilo la kwanza. Lakini mimi ni kiongozi wa dini, ninayo mambo ambayo nikiyakosa naamini hata hatima yangu haitakuwa nzuri. Moja ya vitu ambavyo navitaka visiondoke katika maisha yangu, na hata nikiondoka mimi nikifa vibakie, ni amani. Kwa maana ikibakia amani itatusaidia watu kuendelea kumwabudu Mungu. Mimi na hakika amani ikitoweka hata imani ya kimungu itaondoka. Lakini kubwa zaidi, najua mazingira haya kwa sababu nimesoma dini yangu vizuri, najua athari za kuvunjika kwa amani. Lakini mimi ni mzaliwa wa Ujiji, Kigoma. Unajua Kigoma ni magharibi mwa Tanzania, lakini inapakana na nchi ya Burundi. Kwa najua watu wengi walivyokuwa wanakimbia toka tunazaliwa sisi, tunakuta kuna watu walikimbia Burundi miaka kadhaa, Kongo. Mtakumbuka Kigoma ni mkoa ambao umehifadhi wakimbizi wengi. Kwa najua ile hali ya vita inapotokea au machafuko yanapotokea. Kwa sasa ninapokuwa na hayo matatu, ni kiongozi wa dini, nina ujuzi wa kuielewa dini yangu, lakini nina mambo ninayotaka yaendelee kuwepo, mapenzi ya kuipenda nchi yangu, lakini hali halisi ninayoifahamu, ninajikuta nasimama bila woga, bila kurudi nyuma.